Karibuni wapendwa ndugu na dada kutoka mahali popote mnapotufuatilia kwenye mitandao yetu ya YouTube ya Kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni pamoja na YouTube channel ya Endelea Kuamini. Mimi mchungaji wako mchungaji Jonas Singo, tukiwa katika siku ya 6 ya juma la maombi la vijana ulimwenguni, nasi tumekuwa hapa na Mungu akitubariki sana. Kabla ya kuanza kipindi chetu cha leo, nimkaribishe kiongozi wa vijana atupatie ombi hapa kabla hatujaanza chochote. Karibu. Tuombe. Tunakushukuru rafiki yetu Yesu kwa namna ambavyo umekuwa ukitulinda na kutupigania toka tulipoanza juma hili na hata leo unatufikisha ukingoni kabisa. Baba mbinguni, tazama tupo mbele yako kwa ajili ya kipindi maalum cha vijana kwa ajili ya kujifunza. Tunasihi uwe pamoja nasi mwanzo na hata mwisho wa kipindi hiki katika jina lako Yesu. Amen. 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 Moja kwa moja tunaenda kwanza kwenye utambulisho wa vijana tulionao leo katika safu hii ya maswali na majibu. Kipindi hiki hewani cha mchungaji Jonas Singo pamoja na vijana. Na hivyo vijana watachukua nafasi ya kujitambulisha vile wanavyovifanya maisha yao, na moja kwa moja tutaingia kwenye kipindi cha maswali, na baada ya maswali ya mchungaji basi tutawageukia washiriki kama yuko mwenye swali kwa moja ya washiriki wetu leo anaweza kuuliza maswali. Maswali yaendane na kile alichoeleza muhusika. Mungu awabariki. Moja kwa moja tuanze na braza, sio brother, braza hii ya Kiswahili. Braza hapa, karibu. Asante sana pastor, asante kwa ubunifu wa kipindi hiki. Kwa majina naitwa David Eli, ni mshiriki wa Kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Beach, na ni kijana mjasiriamali ambaye nimekuwa nikijishughulisha na biashara tofauti tofauti, lakini kwa sasa ninajishughulisha zaidi na biashara ya vyakula upande wa mboga, nikiwa na maana ya samaki pamoja na nyama na kuku. Hiyo ndio biashara ambayo nilikuwa nikifanya, na nilianza kuifanya baada tu ya kuwa nimemaliza elimu yangu ya sekondari, na maanisha kidato cha 6, nikiwa Usukumani nikaamua kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo toka nimefika Dar es Salaam imekuwa nikijishughulisha na biashara tofauti tofauti, lakini kwa sasa hiyo ndio nafanya. Asante sana, tutumpigie makofi na tuseme amina kubwa kwa ajili yake. Asante sana. Tuko hapa na dada, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lois na Amani Machele, na umri wa miaka 19. Mimi ni mshiriki wa shule ya Sabato. Pia ninasoma katika chuo cha afya Nyeshozi kwa kozi ya utabibu. Ninajishughulisha pia, mimi ni mfanyabiashara mdogo ambaye ninauza mafuta ya nywele pamoja na shampoo, na pia mimi ni mtunzi wa nyimbo, pia mimi ni mchoraji. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuseme amina na kumpigia makofi mchoraji wetu huyo. Leo tumeongeza msanii mwingine kutoka Mbweni, msanii wa kuchora. Ukihitaji kuchorwa, subiri, utauliza baadaye. Karibu mshiriki wa 3. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa majina naitwa Lea Muhoja ya Kulola, nina umri wa miaka 25, ni mzaliwa wa mkoa wa Mwanza. Ninajishughulisha na kilimo. Mimi ni mkulima, lakini mimi ni mfanyabiashara mdogo. Nauza mayai, nauza pia na kuku. Nina elimu kidogo kwenye masuala ya agriculture. Nilichukua kozi mwaka 2022 katika chuo cha Kibaha, na kwa sasa hivi ninajishughulisha na biashara pamoja na kilimo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Binti mmoja huyu tumpigie makofi na kumpa amina kubwa. Vijana wanaweza. Sasa swali langu liende kwa mchoraji. Mchoraji, daktari, ulipata wapi
interest ama shauku ya kuwa daktari? Uliona watu wanachoma sindano na kupima pima ukafurahi? Unajua watu wanavutwa na vitu vingi. Kuna mwingine tu anasema bwana, mimi nimekuwa daktari kwa sababu ya kale kakoti keupe. Nikaona watu wamevaa makoti meupe na mimi nasema nataka kuvaa koti jeupe. Kitu gani kilikuvutia kwenye udaktari? Mimi niliamua kutoka ndani ya moyo wangu ya kwamba nitakuwa daktari, ila tangu nimeanza shule ya msingi mpaka namaliza la 7 sikuwa na hiyo future ya kuwa daktari. Na form 1 napo nilikuwa sina plan yoyote kama nitakuja kuwa daktari, ila ilipofika form 3 nilikuwa ndo niliambiwa form 4 ndo kila kitu, nikiharibu hapo ndo nitakuwa nimeharibu maisha yangu yote. Ukawa na plani 2 ya kuwa pilot au kuwa daktari. Sasa nikaona picha 2, nikasema hapo nilikuwa sijajua kama bado najua kuchora. Nikasema Mungu ataniongoza katika jambo naenda kulifanya. Nikachora pilot, nikachora na picha ya udaktari. Ya pilot nikaishindwa, ya daktari nikaweza. Nikachukua nikamwonyesha mama yangu, nikamwambia umeona hii picha nimeichora? Akaniambia hapana, hujachora wewe. Dada yangu nikamwonyesha, akakataa, sijaichora mimi. Na mimi nikasema labda nimebahatisha. Nilichora mara kwanza wamevaa mabwanda ya blue ya kijani, nikasema ngoja nitaichora ya pili. Nikaichora ya pili amevaa mabwanda ya blue, nikamwonyesha tena, akaniambia sawa. Ile picha ni ukumbusho wangu mpaka leo ninayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni unachora kwa pesa sasa hivi ama hicho kipawa chako kinakuingizia hela, au unachora tu bure wanafunzi wenzako hapo? Kwa sababu ukiwa mwanafunzi mara nyingine unaweza ukamchora hata mwalimu. Baadaye unachora na katuni pia. Sije kama umenichora hapa na pua ndefu sina habari. Katuni nachora, watu najitahidi, la bado sijafikia viwango. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni changamoto gani unaikuta kwenye safari yako ya ujasiriamali? Namna ya kubalansi chuo na biashara, changamoto gani unapitia hapo? Uzoefu, hebu tupe uzoefu hapo. Kwa chuo na swala la biashara, changamoto huwa ni muda ya kubalansi chuo na biashara. Lakini katika swala la biashara, changamoto huwa ni ukosefu wa uaminifu kwa wateja. Wakopaji. Wakopaji. Kuna ambao umeona hapa wamekukopa? Hapana. Usiwataje majina lakini. Hapana. Kwamba wanakukopa alafu hawalipi. Yani wanachelewa kulipa. Yani anakuambia nakukopa, nitakulipa wiki ijayo, alafu ile wiki inapita hajalipa. Mafuta unatengeneza mwenyewe ama unanunua? Sasa hivi ninanunua, sitengenezi mwenyewe. Asante sana, asante sana, asante sana. Nitarudi kwako tena, nije kwa Devi. Nije kwa Devi, rafiki yangu hapa. Devi, kwanza umeoa? Hapana. Usitingishe kichwa, sema kwa nguvu sijaoa. Ili dunia ya Ambweni ijue tuna kijana hajaoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Devi, una mchumba? Hapana. Huna mchumba. Kuna dalili ya kupata mchumba? Maombi yakizidi. Haleluya. Maombi yazidishwe. Asante. Sasa Devi, wewe umejikita kwenye biashara ya nyama, kwa maana ya kuku pamoja na samaki. Hawa samaki unawatoa Mwanza ama unawatoa wapi? Ni samaki wanaotoka Msoma. Wanatoka Msoma, sio Mwanza. Kwenye soko Dar es Salaam ukisema unatoa samaki Mwanza, kwa mteja ambaye anajua hawezi kuelewa. Hata kama unatoa Mwanza, huwa tunatumia wanatoka Msoma. Kwa nini wao wanatoka Msoma na sio Mwanza? Kwa mtu ambaye ana uzoefu wa kununua samaki atagundua samaki wa Msoma na anatoka Mwanza una tofauti. Kwanza namna wanavyoandaliwa, namna ambavyo wanaweza kukaa muda. Yaani samaki wa Mwanza akikaa siku 3 utaona tumboni ameanza kuharibika. Kwa hiyo kwa biashara inakuwa sio nzuri kabisa. Kwa sababu gani? Huenda hilo jambo sikuwa nimeligundua, au hutaki kutoa kodi za biashara? Tuishi hapa. Asante sana. Kwamba samaki wa Msoma ndio anauzika kuliko wa Mwanza. Basi tutafanya utafiti
alafu basi tuone kwa nini inakuwa hivyo. Mengine tutakuuliza nyuma ya pazia. Na hawa kuku nao unawatoa wapi? Kuku ni wa kienyeji ama wa kisasa? Demand ya watu ni kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji. Japo wa kisasa pia wananunulika. Na mainly wa kuku hao wa kienyeji unawatoa wapi? Hapa Dar es Salaam mabanda mengi ni ya kuku wa kisasa, wa kienyeji wanakuwa wachache hivi. Tunakuwa na watu. Ukianza kufanya hizo biashara utaanza kukutana na watu wanaofuga nje ya mji kidogo. Wengi wao wanatoa Pwani, wanasafirisha. Kwa hiyo kwa wale wanaokuwa wanahitaji kuku wa kienyeji, mara nyingi lazima uwe na mawasiliano na watu ambao wako nje ya mji kidogo. Na una mahali umeweka frame na ofisi ama unauza kwenye mitandao, ama modi yako ya uuzaji ikoje? Nilianza kuajiriwa na ofisi yetu ilikuwa Mwenge. Ni kwa sababu ile ofisi ilikuwa ni kubwa, tulikuwa tunajihusisha, ile ni kama tu kampuni, sio tu ofisi, kwa sababu mzigo ambao ulikuwa unaletwa ulikuwa ni mkubwa, na ukifika pale ndo unaanza kusambazwa. Kwa hiyo nilianza kwa kuajiriwa kufanya pale. Wakati nafanya kazi pale nikawa naiba wateja, nikawa natengeneza wateja wa kwangu nje na ofisi, ambao siku so nyingi maeneo ya karibu nitakuwa na wa kwangu sasa. Kwa hiyo sasa hivi unafanya tu hii ya kuajiriwa ya mtu ya kuajiriwa kwa mtu. Asante sana. Na una changamoto gani ambayo unaikuta katika biashara ya samaki, biashara ya kuku? Changamoto ni nyingi sana kwenye biashara, kama wenzangu ambao wamesema na waliotangulia, na ambaye ataendelea akiulizwa swali la changamoto. Changamoto ya kwanza ni unavyomhudumia mteja. Kuna wateja ambao wameshaondoa uaminifu kwa wafanyabiashara wa mabuchani, kwa sababu pengine aliwahi kwenda sehemu akaibiwa, au kuna sehemu alienda akapewa kitu ambacho sicho. Kwa hiyo kuna wakati anakuja kwako anashumu kama na wewe ni yule ambaye ulimfanyia. Kwa hiyo unajikuta kuna siku anakuja mtu ana maneno makali, anakulaumu kitu ambacho pengine hakukwambia. Lakini hiyo pia kucheleweshwa kulipwa, kwa sababu kwenye biashara unapotengeneza jina unaaminisha watu. Bana, wewe ukishakuwa mteja wangu, Pastor Singo ukinipigia simu, bana niletee mzigo, ni Pastor Singo, nitakupelekea. Nina imani hadi jioni utakuwa ushanitumia hela, lakini unashangaa siku 3 hujatuma hela. Na sasa ile ni pesa lazima izunguke. Kwa hiyo changamoto kama hizo nakutana nazo. Kuna washiriki ambao wanakuwa wanachelewesha. Hao ni watu wangu wa muhimu sana sasa. Jamani, mwe mnalipa hela za watu za kuku. Lakini changamoto nyingine pastor ni mteja anaweza kukupa, kwa sababu mimi nilichokuwa nakifanya baada ya kuwa nimekaa pale, nikawa natafuta wateja. Nilivyosema nitumia tu lugha ya kuiba, lakini nikawa natafuta wateja wangu na kuwarahisishia. Mimi utanipa order afu nitakuletea mzigo ulipo. Kwa hiyo hao ni wa kwangu, sio wa ofisi. Sasa hao unakuta mteja wako ukanda, kwa mfano ofisi ipo Mwenge, mteja yupo Bunju, anataka 2.5 kilo. Ukiangalia nauli ya kutoa Mwenge kuleta huku, na yule ni mteja wako na hutaki kumpoteza. Kwa hiyo unajikuta unalazimika kuingia gharama ili umtunze mteja asije akaondoka, lakini wewe unakuwa unaumia. Hiyo ni kwa kweli ni changamoto. Mtu atoke Mwenge kupeleka 2.5 kilo. Hiyo ni changamoto. Hatutaki kujua kwamba unatufanyaje, lakini ninaamini ya kwamba unawatunza hao wateja. Haya, tuende kwa binti Mhoja. Binti Mhoja, wewe ni mkulima. Ndio. Unalima nini hasa? Mimi najihusisha sana na kilimo cha mboga na chakula. Kwa kilimo cha mboga nimebezi sana kwenye nyanya. Yes, nalima nyanya. Kwa kilimo cha chakula nimebezi kwenye mpunga. Na kwa sasa hivi nimeongeza ubunifu kidogo, nimesogea na kwenye mahindi pia. Asante sana jamani, huyu dada ni mkulima. Nyie masistadu wenzenu wanalima. Jamani, hii si changamoto. Hii ni changamoto kwa mabinti, kwamba inawezekana kukaa Mbweni
na kulima. Hii Tanzania ni kubwa, Tanzania ni kubwa. Changamoto gani unaikuta kwenye kilimo kabla ya kuja kwenye mambo ya mayai na vitu vinginevyo? Changamoto ya kwanza ambayo, samahani, naomba nirudi nyuma kidogo. Kabla ya kuanza kilimo nilienda mkoa ambao ni wa Morogoro. Nilipofika kule nilivutiwa na kilimo cha nyanya. Sasa nilikuwa ni mgeni, jinsi ya kupata mashamba, kupata watu ambao wana uzoefu na hicho kilimo cha nyanya ilikuwa ni changamoto. Changamoto ambayo nilikutana nayo kubwa ni kukutana na watu matapeli. Niliwahi kukodisha shamba, alafu tukawa tumekodisha watu wawili, alafu na msimamizi alikuwa ni mmoja. Kwa hiyo natuma pesa kwa msimamizi, na kumbe kuna mtu mwingine naye anatuma pesa kwenye shamba hilo hilo, na mwisho wa siku niliambulia hasara. Kwa sababu hata yule msimamizi wangu alinikimbia, na mimi nilikuwa sio mwenyeji, sijui hata pa kumpatia. Kwa hiyo ilikuwa ni hasara kwangu. Changamoto ya kwanza ambayo nilikutana nayo kwenye kilimo. Haikuwa hasara, ulijifunza. Natumaini sasa hivi hufanyi tena hilo kosa la kupata msimamizi ambaye hufahamu nyumbani kwake na hufahamu anakotokea. Hapana. Habari gani ya mayai? Mayai unafuga ama unanunua na kutrade? Unanunua mayai ama unafuga kuku? Nina kuku wangu wako 200, lakini mengine mayai wanachukua kwenye makampuni makubwa. Hasa kuna kampuni la hapa Mbweni na makampuni mengine liko kule Bagamoyo. Jamani, pigeni makofi. Kuku 200, wengine mmeshindwa hata kuku mmoja. Binti huyu, na mayai yako unauzia wapi? Hapa Mbweni ama unauzia wapi? Okay, mayai yangu na surprise sana Tegeta. Naenda kule airport, nina wateja pia huku Mbweni, kote na surprise. Sasa ni jambo gani unataka kuwaambia vijana wenzako? Leo hatuna muda mwingi sana, tunataka watu warudi nyumbani mapema ili tujiandae kwa Sabato kesho. Tulishajiandaa kwa Sabato ili tuwahi Sabato kesho. Unataka kuwaambia nini vijana wenzako katika maisha ya utafutaji? Jambo ambalo nataka kuambia vijana wenzangu, usiogope kusubutu, usiogope kujaribu. Jaribu kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kikakuingizia kipato kwenye maisha. Unaweza ukawa unaishi nyumbani, lakini usikae tu. Fanya kitu chochote kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Jitafutie fursa, ongea na watu, jitengenezee fursa we mwenyewe. Fanya kwa bidii. Na kama kuna jambo ambalo unatamani kulifanya na unatamani kupata msaada, usiogope kuongea na watu. Hata mimi nilianza kwa kuongea na watu na nikachukua hatua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umeolewa? Hapana, sijaolewa. Una mchumba? Niko single. Uko single? Yuko single, hajampata wake. Sasa basi, vijana wa kiume, yuko dada hapa, yuko na mashamba, yuko na kuku na mayai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Binti mmoja. Sasa shauri yenu, ongeeni na mwenye kipindi hiki vizuri. Ongeeni na mwenye kipindi vizuri. Asante sana. Twende hapa kwa dokta. Dokta, hebu unawashaurije vijana wenzako wa Mbweni? Tuko kwenye wiki ya vijana na wewe uko shuleni, mama na baba wanalipa ada, lakini na wewe unauza mafuta. Hiyo ni tunasema lazima uwe na mawazo ya kujiongeza. Unawashaurije vijana wenzako wanaokutazama na hao walioko hapa? Asante. Yote kwa yote kwa alitangulia kusema na mimi nitasema na atakayefuata. Na jambo la kuwashauri vijana wenzangu, na shauri kwamba tujifunze ujuzi na sio tu kusoma.
yani kutegemea elimu ya darasani. Wote tunajua kusoma ni kitu cha muhimu, lakini tunaenda na dunia inavyoelekea, inahitaji zaidi ya vyeti, pia inahitaji mtu na ujuzi wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo kila kijana na washauri uweze kujifunza ujuzi wa vitu mbalimbali kama biashara na vitu vingine. Pia jambo la pili, na washauri tuwe na nidhamu katika fedha. Unajua kupata fedha, kuipata ni rahisi na kuitumia, lakini kuipata ni ngumu. Mimi binafsi kumomba mtu hela ninaogopa. Asante sana. Wewe binti, usiombe hela, tengeneza hela za kwako. Kwa lugha nyingine ndivyo walivyokuwa wanasema. Usiombe hela, tengeneza hela. Na ukiitengeneza jua kuitunza katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna kingine unataka kuongezea? Ongezea. Pigilia msumari. Hapo katika fedha, vijana tujifunze kuweka akiba na pia kuepuka na madeni yasiyokuwa na faida. Na pia jambo la tatu, naweza kushauri katika uchaguzi wa marafiki. Tunajua dunia ina marafiki wazuri na marafiki wabaya. Marafiki wazuri wanaweza kusaidia katika kukuinua, na marafiki wabaya pia wataweza kusaidia pia katika kukushusha chini. Kwa hiyo katika watu tunaochagua katika maisha yetu, tuchague watu ambao wanaweza kutusaidia kutufanikisha kufikia malengo yetu. Jambo la 4 la mwisho, katika maisha yetu yote tumshirikishe Mungu, maana yeye ndiye mweza wa vyote, na kila unachokipanga katika maisha ukimshirikisha Mungu hakuna kinachoshindikana. Asante sana. Asante sana. David, unasemaje kwa vijana wenzako? Ushauri tu ni kwa wale vijana wa kiume kwamba ninajua wengi wanakuwa wameajiriwa, lakini mtu anapokuajiri anakulipa ule muda ambao unautumikia wewe. Kama kijana unautumieje ule muda ambao haulipi mshahara? Kama ofisini kwenu unaingia saa 2 na unatoka saa 11, itimii kwamba bosi wako aliyekuajiri anakulipa yale masaa. Yale masaa aliyobaki unayatumieje? Kwa sababu pastor, ukiachilia na biashara niliyokuambia ambao mimi nilikuwa nimeajiriwa, nikana tafuta sasa nje na ule muda ambao ninalipwa, muda wangu unafanya nini? Pastor, nikawa ninafanya kitu changu mwenyewe. Mimi huwa nauza socks pia pamoja boxer na tie kwa vijana. Kwa hiyo kile nilianza kukifanya, yani hakipo kwenye ajira yangu, lakini ninakifanya kwa sababu ninatafuta kitu kingine zaidi ya ule muda ambao ninalipwa. Ule muda wangu ambao ninabaki nao nyumbani, kuliko kurudi tu nyumbani, ninatafuta kitu ambacho kinanifanya nisogee zaidi. Asante sana. Sasa tutachukua maswali machache kutoka kwa floor, na baada ya maswali hayo tutakuwa tunamalizia kukunja jamvi hapa kwa siku hii ya leo. Nione wenye maswali. Kama una swali nyanyua mkono. Kama una swali kwa mmoja wa shirika wetu, Mama Lulu ana swali. Nani mwingine mwenye swali? Mwenye swali? Asante sana. Leo ni maswali mawili tu. Leo ni kama mmewaelewa hawa. Asante. Mafundi mitambo tafadhali. Asante pastor, na hongereni kwa kazi nzuri na Mungu aendelee kuwabariki. Swali langu liko kwenye matumizi na utunzaji wa fedha. Wote mnafanya biashara, lakini naona mfanyabiashara mkubwa ni Lea. Ningependa kufahamu unapopata pesa unaitunzaje, na mpaka sasa biashara imekunufaisha kwenye vitu gani? Asante sana Mama Lulu, very constructive question. Swali jingine? Asante mchungaji. Mimi swali langu nilikuwa na maswali mengi sana, lakini kana muda ngoja ni summarize. Swali langu linajikita kwa dada hapo ambaye alisema kwamba anajishughulisha na kilimo. Sawa. Tumeona siku kadhaa hapo nyuma watu wamelia sana, wakulima wamelia sana. Ukame ulikuwa umezidi. Wanaopita mitandaoni hata kama ulimi unajua hili kwamba lilitokea.
Swali langu ni kwamba unawashaurije watu ambao wanajiandaa kufanya kilimo? Kwa sababu tunajua kwamba kilimo kuna kitu bwana, tunajua watu wengi wanapata fedha kulingana na nini? Na uti wa mgongo wa Tanzania ni nini? Ni kilimo. Mimi nataka nianze kilimo, unanishaurije? Naogopa hasara, unanishaurije? Alafu pia kwenye kilimo hapo wewe uliwezaje kukabili janga la ukame? Sio la leo tu, limetokea muda kuanzia watu walivyoanza kulima mpaka leo. Kwa ni jambo ambalo linatokea previous. Unakabilije ili mimi nijue kwamba nikienda nitaanzia wapi? Asante. Asante sana. Bwana awabariki sana, Bwana awabariki sana. Karibuni mujibu. Wewe jibu tu. Leo ni kama mmemuuliza mtu mmoja tu maswali. Okay. Bwana ni mwema wakati wote. Jamani, asanteni kwa maswali. Nitaanza kujibu swali la madam. Kitu ambacho nimenufaika nacho katika biashara zangu, kitu cha kwanza, nilianza nikiwa na mtaji mdogo sana. Nakumbuka nilianza nikiwa na mtaji wa 100,000 tu, na nilivyokuwa nimeanza hiyo biashara, kwa kutunza zile faida na kumeki pesa, nilitamani siku moja sasa nisiwe ni mtu wa kwenda tu kuchukua mzigo kwa watu wengine, kwa kuwa ni kitu ambacho ninakifanya, uuzaji wa mayai. Kwa hiyo nilitamani na mimi niwe na kitu changu, yani niwe na uwezo wa kuzalisha mayai. So kitu ambacho nimeweza kunufaika nacho ni kupata uwezo wa kuzalisha mayai mimi mwenyewe, japo ni kwa uchache. Alafu kitu kingine ambacho nimenufaika nacho kwenye biashara zangu ni kuwekeza kwenye masuala ya shamba, kwa sababu shamba linahitaji pesa, na kama hauna pesa hauwezi ukaendesha mradi wa shamba. Kwa hiyo nachomshukuru Mungu, nimenufaika kwenye masuala ya kilimo. Naendesha kilimo changu mimi mwenyewe bila kutegemea pesa ya mtu yoyote. Na kitu ambacho nimenufaika nacho ambacho ni cha maisha yangu, hata nikija kuwa na familia, tayari nina space kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye. Hicho ndio kitu ambacho nimenufaika nacho katika biashara, kwa sababu natamani kuikuza biashara yangu iwe kubwa zaidi, iende kimataifa. Kwa hiyo bado naendelea kuikuza biashara yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Okay, tukija kwenye upande wa kilimo, kaka umesema nawezaje kuhimili ukame. Kitu ambacho hakiwezi kukwepeka au ni moja ya changamoto kubwa ambazo zinatupata sana wakulima ni ukame, kutokana na hali ya hewa. Tunawezaje kuhimili? Kiukweli mimi ambacho naweza kusema, usianze kitu kwa kupaparuka, fulani anafanya na mimi ngoja nifanye. Hapana. Chukua kitu ambacho, kama unataka kuanza agriculture, fuatilia zao ambalo unaenda kulima. Je, lina uwezo wa kuhimili ukame? Je, shamba lako ambalo unaenda sasa kuwekeza lina uwezo wa kuhimili mmea ambao unaenda kuweka pale ardhini? Ushauri, kabla ya kuanza kilimo, tafuta mtu ambaye ana utaalamu wa kilimo, aje pale shambani kwako, achukue udongo wa shambani kwako, alinganishe na mmea na zao ambalo utaenda kuliweka pale, aone je, udongo na zao lako ambalo unataka kuwekeza pale, je, vinaweza kuhimili ukame? Hiyo moja. Kitu cha pili, ni vizuri zaidi ukiwa na pesa yako, tengeneza kisima. Kuna wachimbaji wa visima vidogo tu mashambani wapo, hata kule Morogoro tunawatumia sana. Chimba kisima chako, kinakuwa ni kidogo tu ambacho pia kinahitaji fedha. Ukishachimba kisima chako, una uwezo wa kuvuta maji kwa mashini na kuwa unamwagilia mimea yako. Lakini kitu ambacho unaweza kukifanya au unaweza kukisema, usianze kwa kukurupuka, utalia. Chukua ushauri kwa wakulima, ndio chukua hatua ya kwanza kulima. Asante sana. Kama alivyoulizwa mara ya kwanza,
hela ikaenda na mtazamaji wa shamba, basi na wewe, lakini kwenye biashara lazima ulipe ada. Kwa wale waliofanya biashara lazima ulipe ada. Ada ni hasara utakayopata. Hakuna maisha bila kulipa ada. Mimi nililipa ada ya kuku, wakafa wote, ndio nikapata akili. Sasa wewe unataka tu ingie na ufaulu, na usikate tamaa. Kwenye maisha hakuna kukata tamaa. Pika vitumbua ukose wateja, ili ujifunze wateja wanapatikanaje. Uje utugawie hapa kanisani vitumbua vya bure. Kwa sababu sasa vimebaki kule sokoni, utafanyaje? Uwezi kula wewe na watoto wako, lazima ulipe ada. Mimi kwa sababu maswali yenu yameisha na muda wetu umekwenda, niwashukuru vijana kwanza kwa kuitikia mwito. Sio jambo rahisi kwa vijana kuja kujieleza wale wanaofanya hapa. Tumewapatia nafasi hii ya kuja kujieleza kama sehemu pia ya majifunzo, kwa sababu kuna mahali mtapaswa kwenda kutetea vile mnavyovifanya. Nimekuwa nikiatendi washa nyingi sana za vijana na teknolojia. Nimeona namna vijana wanavyofanya, na nimeona namna ambavyo ulimwengu unawaandaa watu wake na mahali mbalimbali kwa ajili ya kukabiliana na changamoto. Kanisa lina wajibu wa kuandaa vijana. Hata hii Mbweni mna wajibu wa kuandaa vijana. Wiki hii tumekuwa na hizi washa, tumekuwa na semina mbalimbali za namna ya kukabiliana na changamoto za vijana. Ni imani yangu ya kwamba kanisa la Mbweni hamtaishia hapa. Badala ya kukaa na kuwalaumu vijana, vijana ni wavivu, vijana hawajitumi, vijana, kila mtu ni vijana. Tutoke kwenye lawama, tuwahusishe vijana. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke kwenye kuwalaumu vijana. Mnaposema vijana hawakusanyi viti wakati wa makambi, wanataka kulipwa kila wakati. Kwenye kamati mnakaa wenyewe watu wazima. Kwenye kamati za makambi, kwenye kamati za chakula mmewekana wamama pale wa umri. Pingili zenyewe hazitoshi kunyanyua yale masufuria makubwa. Wekeni na mabinti ili muwarithishe hiyo kazi mnayoifanya. Hata kama hamsemi amina, ujumbe umefika. Wahusisheni vijana. Vijana wanaweza wakipewa nafasi. Wiki tumeona namna ambavyo wamefanya. Tuna wajibu kama kanisa, kuanzia kanisa mahalia, kuwahusisha vijana. Wale wazee wa kanisa, pangeni vijana pia kuhubiri hapa. Mimi mnaponiona hapa ni zao la kanisa. Nilipewa nafasi ya kuhubiri toka niko mdogo. Nilipewa nafasi ya kuhubiri Jumatano. Sasa wazee mnakaba jamani, mnakaba mpaka Jumatano. Mnakaba kufungua Sabato. Mnakaba mpaka kufunga Sabato. Hao vijana watajifunza lini? Vijana wapewe nafasi, na badala ya kuwalaumu muwashauri. Muwashauri, mukae nao muwashauri. Na ninyi vijana mkishauriwa, mshaurike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tutoke kwenye kanisa la kulaumu, bali tuwahusishe vijana. Vijana wanatumia teknoloji. Tuone namna mambo ya teknoloji ya kanisa la Mbweni yatakavyokwenda mbali. Na ninyi vijana mnapopewa linki na nini, ipelekeni mbali. Karibisheni wengine kanisani. Muwe wainjilisti. Wiki hii vijana wameingia nyumba kwa nyumba na wainjilisti. Wamefanya kazi kubwa ya kualika watu. Wamefanya kazi kubwa ya kufungua madarasa. Wamefanya kazi kubwa ya kufundisha Biblia. Vijana wakihusishwa wanahusika. Niwatakie baraka za Bwana na neema ya Bwana. Niseme jingine huenda kabla tujaenda kwenye maombi ya vijana. Wewe mzee, alika vijana pia nyumbani. Shauriana nao, watie moyo. Siku ya Sabato uwe na vijana. Ndio vijana wako hawapo hapa, wameenda mbali tayari, lakini kuna vijana wengine wa kanisa hili, familia kubwa. Ona namna ya kuwa mshauri wao. Ona namna ya kuwa mentor. Yani uwatengeneze wapate kufaa. Tuna crisis kubwa ya vijana wa kiume. Hapa ni pozi kidogo. Vijana wa kiume wengi hawaandaliwi kuchukua majukumu. Tunao sasa vijana wa kiume ambao
wamekuwa tegemezi, wanakwenda kukutana na vijana wa kike walioandaliwa kisawasawa. Unakuta kuna mikutano mingi ya women ministry, lakini hakuna mikutano ya men ministry. Sasa mikutano ya wanaume, yani hao vijana wajifunze kuwa wanaume, wajifunze majukumu yao, waweze kusimamia nyumba, kusimamia familia, wajue kuleta unga na mchele. Wasiwe kama Adamu aliyeletewa tunda na mke wake, naye akala bila kuuliza limetoka wapi. Tuna wajibu wa kuwafundisha vijana wa kiume, kuwawezesha kuwa wanaume halisi. Shetani anajua akiwapiga wanaume ameipiga jamii. Na niombe kanisa la Bweni, wale watu wa familia, idara ya vijana, wanaume tukae na vijana wetu wa kiume, kuwahamasisha na kuwatengeneza kuwa wanaume ngangari. Maisha hayajawahi kuwa rahisi. Maisha hayajawahi kuwa rahisi. Ukiona mpaka vijana wanatamani kuwa wanawake, wanatafuta urahisi, wanatafuta kitonga, wanatafuta tu kukaa sawa sawa hivi namna gani. Tunatakiwa tuwe na vijana wa kiume makini, watakaoweza kusimamia familia ili waweze pia kulisimamia kanisa. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Mtoto wa kiume amesahaulika. Tumrudie mtoto wa kiume. Wanawake angalieni hapa, juzi na jana vijana ni mmoja. Hapa tu kuna wadada. Sasa unafikiri huyu mtu atakayemuoa huyu binti anayelima nyanya, huyo kijana unafikiri ni wa mchezo? Hawa mabinti hapa wanatafuta hela. Huyu dokta hapa anauza biashara ndogo ndogo. Kuna kijana ameandaliwa kweli kumuoa huyu binti, anayeuza mafuta ya nywele, anayejua kupambana. Au utakuwa ni kijana tu yule ambaye anarudi nyumbani kuomba hela tena? Amwambie baba, unajua watoto hawajala. Watoto hawajala, pambana na hali yako. Tuna wajibu. Na nyewe kina mama msiwadekeze sana hao vijana wa kiume. Wapambane kuchukua majukumu, wawe imara. Haleluya jamani, Bwana Yesu asifiwe. Vijana wawe imara kabisa. Tutengeneze jamii ya vijana imara, wenye kuwajibika, wenye kuchakarika, wenye kuingia na kutoka. Sio wewe tu kila kitu wanauliza nyumbani. Wanaojifunza uongozi, wanaoweza kusimamia nyumba. Nyumba lazima isimamiwe. Familia lazima isimamiwe. Baba kichwa cha nyumba asimamie familia, na vijana wafundishwe kujisimamia na kusimamia mambo yao. Sasa unaona wasichana hapa wanajua hata kumanage pesa, wanajua namna ya kutunza hela. Hasa ndio wewe na mwanaume ambaye hata hajui kutunza hela. Mama anamwambia umeme umeisha, anasema na mimi hela sina. Nani alikwambia mwanaume anasema hela sina? Mwanaume hapaswi kusema sina hela. Anapaswa kununua umeme haraka. Awe amekopa, amepiga mzinga, amefanya nini, umeme ununuliwe. Sio kusema huna hela sasa walidi ulioa. Nimekuwa mkali kidogo hapa ili tuandae jamii iliyo imara. Haleluya. Zamani kulikuwa na jando, na mtoto alikuwa kijana wa kiume haozeshwi mpaka aonyeshe uimara, ukakamavu. Jamii nyingi ilikuwa kuua simba, kufanya nini, kwenda uwindaji na kufanya kazi kwa bidii. Walikuwa wakijifunza stadi za maisha, ndio wanakabidhiwa mji. Sasa hivi kwa sababu mambo haya yalishaisha, na familia ya kanisa ndiyo familia kubwa, lazima ijikite kuandaa vijana. Na msitegemee kusema sasa conference inatusaidiaje, sasa union inatusaidiaje. Sio swala la conference, sio swala la union, ni swala la kanisa la mahalia, kanisa la Bweni. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe.
Tunatamani kuona mikutano mingi na vikao vingi vya vijana wa kiume. Wanaume tuitane vikao, tuzungumze mambo ya kiume, mambo ya wanaume. Jamani, haleluya. Vijana waambiwe kwamba wanaume wanakaza sauti. Wanaume wazungumze kwa sauti. Waseme, wajue kwamba baba amesema hapa. Sio sasa mwanaume tena naye analegeza sauti. Unajua nini? Come on. Sema kama baba. Haleluya. Uwe imara, uwe ngangari. Hata kama huna hela, ukinguruma huko anasema kuna mtu hapa ndani. Kuna mwanaume huko ndani. Sio unaona legeza sauti. Na wewe unaomba hela. Na wewe mwanaume anaamua. Mwanaume anafanya maamuzi. Jamani, haleluya. Anafanya maamuzi. Sio wewe unapelekwa jambo la kuamua, hauamui. Kwa nini huamui? Wakina mama wataamua. Na wenyewe wanakaa huko kwenye vikoba wanaamua na wana hela zao. Wewe mzee sasa hata kikoba huna. Ukiishiwa umeishiwa. Basi kwa sababu sio kaya na familia, ilikuwa ni swala la vijana. Kula chuma hicho, tembea nacho weekend hii. Kula chuma hicho, tembea nacho weekend hii. Vijana wa kiume ni moja ya bidhaa adimu katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo lazima tuwafundishe watoto wetu wa kiume kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kama ambavyo mmeona wadada wenyewe hao ndio wakina Zawadi hao wanaongea kweli kweli. Kukana hao wanawake wa namna hiyo inahitaji uwe na akili za ziada na zenye nguvu kabisa katika jina la Yesu. Bwana wabariki sana. Tuwapigie makofi hawa mapanelisti watu wa leo kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana awabariki sana. Twende katika maombi ya watu wawili, na baada ya hapo, baada ya maombi hayo tutarudi kwa neno fupi na kisha tutakwenda nyumbani. Twende kwenye maombi. Chukua kijana. Kama ni mtu mzima, tafuta kijana. Na leo tutaombea vijana wote, idara yote ya vijana leo tutawaombea, na maombi hayo yataletwa na mchungaji Mwanga baadaye. Maombi